Habari za mdau mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu wewe ni mzima wa afya kabisa popote pale ambapo unaendelea kutega sikio taarifa zetu, ikiwa leo ni tarehe 17 Disemba mwaka 2025, na Kivu News Info tunaendelea kukuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla ya kuendelea tunakusihi kusubscribe, kulike, comment na kushare, kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Iteloje Longa. Basi nakualika kuwa na mimi katika taarifa zetu za muda huu, ikiwa ni tarehe 17 Disemba mwaka 2025, na ni Kivu News Info, kisima chako pekee cha habari na burudani ambacho tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afisa mmoja wa juu wa serikali ya Burundi amepinga vikali taarifa iliyotolewa na muungano wa uasi wa AFC/M23 kuhusu madai ya kuondoa wanajeshi wake katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia ujumbe wake aliochapisha kwenye mtandao wa kijamii X, Twitter hapo zamani, waziri wa mambo ya nje ya Burundi Edouard Bizimana amesema kuwa tangazo hilo ni uongo mtupu na ulenga kupotosha maoni ya jumuiya ya kimataifa. Kwa mujibu wake, hakuna dalili zozote zinazoonyesha kuwa wanajeshi wa Rwanda pamoja na wapiganaji wa AFC/M23 wameondoka Uvira. Waziri Edouard Bizimana ameongeza kuwa Rwanda inajaribu tu kupunguza mshinikizo la kimataifa linaloelekezwa dhidi yake, hasa baada ya lawama nyingi kuhusu kuhusika kwake katika machafuko yanayoendelea mashariki mwa Kongo. Kauli hiyo ya Burundi inakuja baada ya AFC/M23 kutangaza siku ya Jumanne kuwa imeamua kuondoa wanajeshi wake kwa upande mmoja kutoka mji wa Uvira walioteka mwanzoni mwa mwezi Disemba katika jimbo la Kivu Kusini. Katika taarifa yao, waasi hao walisema hatua hiyo ni ishara ya kujenga imani na kuunga mkono mchakato wa amani wa Doha, wakidai kuwa walifanya hivyo kwa ombi la upatanishi wa Marekani. Hata hivyo, waasi wa AFC/M23 imewekwa masharti kadhaa ikitaka Uvira itangazwe kuwa mji usio na wanajeshi, raia wa miundombinu vilindwe na kuwepo kwa kikosi huru cha kusimamia usitishwaji wa mapigano. Waasi hao pia wameonya dhidi ya jaribio lolote la jeshi la Kongo, makundi ya wazalendo au washirika wao kurejea katika maeneo hayo. Tangazo hili linajiri wakati ambako shinikizo la kidiplomasia linaongezeka dhidi ya Kigali. Marekani imeonya Rwanda kuhusu madai ya kuhusika kwake mashariki mwa Kongo. Naibu waziri wa mambo ya nje ya Marekani Christophe Landau ameeleza mashambulizi ya Uvira kama kosa kubwa, huku waziri Marco Rubio akisema ni kiukwaji wa wazi wa makubaliano ya Washington. Wakati huo hali ya usalama karibu na Uvira inaendelea kuwa tete. Burundi imeshtumu Rwanda kwa kurusha mabomu katika eneo lake mapema mwezi huu, tukio lililoripotiwa kujeruhiwa kwa mwanamke na mtoto. Burundi imeonya kuwa uvumilivu wake una mipaka na inaweza kuchukua hatua za kujilinda endapo mashambulizi yataendelea. Kutekwa kwa mji wa Uvira na waasi wa M23 kumeongeza hofu ya kuenea kwa vita katika eneo la Maziwa Makuu, siku chache tu baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya amani kati ya Kongo na Rwanda. Kundi la waasi la M23 limetangaza uamuzi wa kuondoa wapiganaji wake kutoka mji wa Uvira mashariki mwa DRC kufuatia ombi la Marekani. Hatua hiyo inajiri siku chache tu baada ya kutangaza kwamba lilikuwa limeuteka mji wa Uvira. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa katika ukurasa wa X wa kiongozi wake Corneille Nangaa, hatua hiyo ni njia ya kujenga uaminifu na kusaidia mchakato unaendelea wa amani unaohusisha mazungumzo ya serikali kuu ya DRC. Katika taarifa hiyo, Corneille Nangaa, kiongozi wa kisiasa wa Congo River Alliance, muungano wa kisiasa na kijeshi unaoshirikiana na M23, amesema, na hapa ninamnukuu: uamuzi huo unafuata maendeleo ya hivi karibuni chini ya mchakato wa amani wa Doha, hii ikiwa ni pamoja na kusainiwa kwa makubaliano ya mfumo wa amani wa Doha mwezi Novemba. Mwisho wa nukuu. Kulingana na taarifa hiyo, kuondoa wanajeshi kutoka Uvira kulifanywa kwa ombi la usuluhishi wa Marekani. Kundi la M23 limeongeza kuwa limechukua hatua hiyo ikiwa bado linakabiliwa na uchochezi na ukiukaji wa haki unaofanywa na jeshi la DRC, FARDC na washirika wake. Serikali ya Kongo bado haijatoa majibu kuhusu tangazo hilo.
Wakati huo huo, msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka ameweka video katika ukurasa wa mtandao wake wa X zikionyesha raia wakiandamana kuonyesha kuunga mkono M23 na kuvitaka vikosi hivyo kusalia ndani ya Uvira. Huku hayo yakijiri, wakazi wa mashariki mwa DRC waliokuwa wametoroka makwao wameanza kurudi nyumbani. Wakazi wanasema wamerejea baada ya kusikia kuna hali ya afueni katika eneo la Livungi. Wanawake na watoto wanarejea baada ya kutoroka kwa siku kadhaa hadi katika miji iliyoko mpakani mwa Kongo na Burundi. Hii mardi yenye napita ndio vita tena ilianza ya makali tena, tukakimbia tukaenda Sange. Sasa tushaikala Sange siku 2, vita tena ikafika Sange. Kabidi tutoke tena pale Sange tukaenda fasi yenye wanaita Kigurwe karibu na mpaka ya Burundi, ndio tukavania skale pale. Basi kipindi tulisikia vita na sogea nafika Kiliba banakuwa Uvira, bivako katogota wakatuita murudie, vita haitarudia tena nyuma na bako wanasonga. Tunaona kule tutakufa na njala, hatuna mashamba, hatuna pesa. Tunasema turudie kwetu, tunaona hakuna tena vita, turudie. Niko mkaaji wa Luvungi, nikimbiaka vita, naona amani ndio inaanza kudia. Kwa hii vita mimi nipoteza dadangu 3, Suika walikufa ama ni wazima. Mama ndio anaenda watafuta ngambo za Burundi, ati kama ni wazima maji. M23 imesema imewakamata mamia ya wanajeshi wa Burundi katika mapigano ya hivi karibuni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya onyo kutoka Marekani. Afisa wa kundi hilo wamesema wanakusudia kuwarejesha wanajeshi hao nchini mwao. Wakati huo huo, mashirika ya kutoa misaada ya kibinadamu ikiwemo Madaktari Wasio na Mipaka MSF yameonya kuwa mapigano na hali ya kutokuwepo kwa usalama yanaendelea kufanya hali kuwa mbaya zaidi kwa raia. Tunaona viwango vya juu sana vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake, wasichana, wavulana na wanaume. Takwimu tulizozipata katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2025 katika vituo ambavyo MSF inatoa msaada mashariki mwa DRC ni kwamba tumekuwa tukipokea jumla ya watu 155 kila siku wakitafuta usaidizi. Kila siku waathiriwa 155 kwenye unyanyasaji wa kingono wanaotafuta huduma, na bila shaka tunapaswa kukumbuka kuwa ni wengi ambao hawafiki kwenye vituo vya afya. Sasa ili kufahamu zaidi kuhusu hali ilivyo mashariki mwa DRC, tuungane na Dr. Edgar Githua, ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, anajiunga nasi kutoka jijini Nairobi, Kenya. Dr. Githua, uamuzi huu wa M23 kutangaza kujiondoa Uvira baada ya kuuteka mji huo siku chache tu zilizopita unatoa taswira gani? Asante kwa swali lako. Ni kumaanisha kuwa wameona kuwa Amerika imeingililia, na sasa kwa sababu Amerikani ni nchi ambayo iko na ushawishi mkubwa, wameona waondoke, kwa maana pia wanaogopa kuwa wasipokubali kuondoka wanaweza kuwa wataadhibiwa vikali sana. Mchakato wa amani wa Doha una uzito gani katika kumaliza mzozo huu wa mashariki mwa Kongo, ikizingatiwa kwamba DRC na Rwanda zilitia saini mkataba wa Washington hivi majuzi tu? Process ya Doha pia imesaidia, kwa sababu walikuwa wameingia, M23 walikuwa wamesema kuwa wataondoka kama watapata masharti yao yatakuwa yametimizwa. Kwa hivyo sasa, kwa sababu pia Rwanda na DRC wameweza kutia mkataba mwingine sahihi, wameona waweze kuondoka. Na kumbuka madai ya kuwa Rwanda ndio inawasaidia M23 na Rwanda imetia msahihi mkataba wa amani, lazima M23 wameona kuwa nguvu zao zinaenda kuisha, ndio maana wamesema waondoke. Kauli hii ya M23 kuchukua hatua hii kufuatia ombi la Marekani inaashiria nini kuhusu nafasi ya Marekani ama nguvu yake katika mgogoro huu? Ni kuonesha kuwa Amerika ni nchi ambayo iko na ushawishi mkubwa na nguvu nyingi, kwa sababu wao ndio wameweza kuambia M23 na kuambia Rwanda pia lazima huo mkataba wa amani uzingatiwe. Kwa hivyo M23 wameona kuwa kama Amerika imeingililia, na kwa sababu hataki kukabiliana na majeshi ya Amerika, wameona wasalimishe amri na waondoke mahali pale. Kwa hivyo Amerika ina ushawishi mkubwa sana katika huu mgogoro. Serikali ya DR Congo mpaka sasa haijatoa jibu rasmi baada ya M23 kutangaza inatoka Uvira. Ukimya huu wao unaleta taswira gani? Ukimya wa taifa la DRC ni kwa sababu wanajua hapo awali M23 wamekuwa wanateka nyara mahali, alafu wanasema wataondoka, kisha baadaye wanarudi wanateka nyara upya. Kwa hivyo ni kama serikali ya DRC hawaamini kuwa hao watu wako na nia nzuri. Kwa hivyo wanangoja waangalie kabisa, wahakikishe kuwa wameondoka katika huo mji wa Uvira. Pia tumeona video katika mitandao zikionyesha raia wakidai
M23 wabakie Uvira. Video hizi zimesambazwa na viongozi wa M23. Je, wenyeji wa mji huu wanakabiliwa na masuala yapi ya kiusalama ambayo huenda ikawa wanataka M23 kukabiliana nayo? Ni kumaanisha kuwa tangu M23 waingie katika mji wa Uvira ni kama walileta amani, kukawa na utulivu. Unajua hapo awali kulikuwa na majeshi ya kutoka Kongo, majeshi ya wazalendo, na hakukuwa na hali ya usalama. Kwa hivyo ukiona wakishangilia na wakidai kuwa wanataka M23 wabaki pale, kumaanisha majeshi ya M23 walienda pale wakaleta hali ya utulivu, na wakaona ni afadhali basi wakae nao wahalifu wa M23 kuliko ambao majeshi ya DRC ambao haiwaletea amani. Na unapozungumzia majeshi hayo, M23 imedai kwamba kuna uhasama ambao bado wanapata kutoka kwa jeshi hilo la FARDC na washirika wake. Hii inaathiri vipi uaminifu kati ya pande hizi mbili katika juhudi za kusuluhisha mzozo huu? Inaathiri pakubwa, kwa sababu sasa ni kumaanisha kama ni jeshi la DRC Kongo ambalo litaleta madhara yote, ni kumaanisha wakazi wa Uvira, Bukavu na upande huu wote wataona ni afadhali basi wakae na majeshi ya M23, na sasa utakuta serikali ya DRC watakosa ushawishi mkubwa upande ule. Kuna madai pia Dr. Githua kwamba wanajeshi wa Burundi wamekamatwa na M23. Sasa hii inaathiri vipi mvutano huu wa kikanda na usalama katika eneo zima la maziwa makuu ambalo linahusisha Rwanda, Burundi na sasa DRC? Kumaanisha sasa huu mgogoro hutaisha hivi karibuni, kwa sababu Burundi wakikuwa kama ni ukweli majeshi yao wametekwa nyara, kumaanisha Burundi itaingilia katika vita hivi. Kwa hivyo utakuta kuna Burundi pale wanapigana na M23, kuna Rwanda, kuna DRC, na watakaoathiriwa ni wanawake na watoto na wananchi wa DRC. Dr. Githua, mashirika ya misaada kama vile MSF pia yameonya kwamba hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota. Tumeona wakazi wakiendelea kukosa makao. Na kwa mtizamo wako, hatua zipi za haraka lazima zichukuliwe ili kulinda raia hata wakati ambapo juhudi za amani zinaendelea? Lazima Umoja wa Mataifa na makundi mashirika kama MSF watie juhudi zaidi kuleta msaada wa kuwasaidia ambao wameathirika, kwa sababu wasipofanya vile maafa mengi yatapatikana. Kama ukiona katika runinga ni maafa mengi yamepatikana na madhara mengi yamepatikana pale. Kwa hivyo juhudi lazima zifanywe za harakati kutoka Umoja wa Mataifa na vikundi kama MSF kuleta usaidizi. Asante sana Dr. Edgar Githua kwa tathmini hiyo ya kina. Dr. Edgar Githua na mahojiano hayo pamoja naye yanahitimisha Waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, ameonyesha wasiwasi mkubwa wa serikali kuhusu vitisho na vitendo vya uonevu vinavyokumba wakazi wa mji wa Uvira ambao kwa sasa uko chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Akizungumza katika vyombo mbalimbali vya habari vya kitaifa na kimataifa siku ya Jumanne tarehe 16 Disemba, Patrick Muyaya alisema kuwa raia wa Uvira walilazimishwa kushiriki katika maandamano yaliyopangwa na M23. Maandamano hayo yalilenga kupinga madai ya kuondoka kwa waasi au mjini umo pamoja na kulahani shinikizo la Marekani. Kwa mujibu wa Muyaya, maandamano haya yalifanyika chini ya vitisho, hofu na mateso dhidi ya raia. Alisema kuwa serikali ina wasiwasi mkubwa na hali hiyo, ikisisitiza kuwa wananchi wanalazimishwa kushiriki katika kile ilichokiita maandamano ya kinafiki yanayoandaliwa na kwa lengo la kupotosha jumuiya ya kimataifa. Awali jioni ya Jumatatu tarehe 15 Disemba, muungano wa waasi wa AFC M23 ulikuwa umetangaza nia kuondoa wapiganaji wake mjini Uvira bila kuibainisha tarehe kamili ya utekelezaji wa uamuzi huo. Hata hivyo, waasi waliambatisha tangazo hilo na masharti kadhaa, ikiwemo kulindwa kwa raia, kupelekwa kwa kikosi cha kijeshi kisichoegemea upande mmoja, pamoja na kuondolewa kwa silaha zote ndani ya mji. Akizungumzia tangazo hilo, Patrick Muyaya amesema inaonekana kuwa ni mbinu ya kupotosha wapatanishi wa Marekani ambao kwa sasa wanazingatia kuchukua hatua kali dhidi ya Rwanda. Alisisitiza pia kuwa yalitokea Uvira hayatakubalika kabisa, na kwa kuzingatia maazimio ya Umoja wa Mataifa na michakato ya amani ya Doha, Washington na Rwanda. Waziri huyo pia amehoji sababu ya M23 kujitokeza kana kwamba imejibebesha lawama kwa niaba ya Rwanda, ikisema inaonekana kuwa waasi hao wanajitoa fakara ili kulinda Rwanda dhidi ya shinikizo la kimataifa. Patrick Muyaya amesisitiza tena msimamo wa serikali ya Kongo kwa kukataa kuondoa bila masharti
nishati kwa kikosi vyote vya kigeni na waasi katika mji na maeneo yote ya nchi yanayodhibitiwa kwa mujibu wa makubaliano ya amani yanayoendelea. Aidha, katika kikao cha baraza la Umoja wa Usalama la Umoja wa Mataifa kinachofanyika tarehe 12 Disemba, mwakilishi wa Marekani alithibitisha kuwa Rwanda ilishiriki moja kwa moja katika kupanga na kutekeleza vita mashariki mwa Kongo, ikitoa msaada wa vifaa, mafunzo ya kijeshi na hata kupeleka kati ya kijeshi 5,000 na 7,000 katika eneo hilo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaloendelea na operesheni za kuimarisha usalama katika jimbo la Ituri limepokea sare mpya za kijeshi pamoja na kofia maalumu kwa ajili ya wanajeshi walioko mstari wa mbele. Hatua imetangazwa na msemaji wa sekta ya operesheni ya FARDC huko Ituri, Luteni Jile Ngongo, ambaye amesema kuwa ugawaji wa sare hizo una lengo la kuongeza ufanisi wa operesheni za kijeshi katika eneo hilo la kaskazini mashariki mwa nchi. Akizungumza na waandishi wa habari, Luteni Ngongo amesema kuwa wananchi wanapaswa kufahamu kuwa wanajeshi waliopo Ituri wamepatiwa sare mpya na kwa sababu za kiusalama na kikazi pekee. Amesisitiza kuwa mabadiliko hayo hayana na maana nyingine bali ni sehemu ya kuboresha utendaji wa jeshi. Kwa mujibu wa Luteni Ngongo, sare hizo mpya ni sehemu ya mikakati ya kuoanisha uwezo wa jeshi na changamoto za kiusalama zinazokabili jimbo la Ituri. Alieleza kuwa mazingira ya kiusalama yanabadilika mara kwa mara, hivyo jeshi linapaswa kujiboresha ili kujiendesha kwa ufanisi zaidi, kutambulika kirahisi na kutekeleza majukumu yake ipaswavyo katika maeneo ya operesheni. Ameongeza kuwa zoezi la kugawa sare hizo zinaendelea hatua kwa hatua, na amewahakikishia wananchi kuwa taratibu lakini kuwa uhakika vitengo vya FARDC vinashiriki katika operesheni vipatiwe sare hizo mpya. Msemaji huyo pia amesisitiza umuhimu wa sare hiyo kama alama ya heshima ya uwajibikaji kwa wanajeshi. Amewataka wanajeshi kuivaa sare hiyo kwa nidhamu, uaminifu na heshima, akieleza kuwa itawakilisha dhamira kulinda uhuru, mipaka na mamlaka ya taifa. Aidha, Luteni Ngongo ameeleza kuwa kuvaa sare hiyo kwa weledi kunaonyesha dhamira ya FARDC ya kulinda raia na mali zao. Kwa mujibu wake, hatua hiyo inalenga pia kuimarisha uhusiano na imani kati ya jeshi na wananchi, jambo muhimu kwa mafanikio ya operesheni za kiusalama. Ikumbukwe kuwa jimbo la Ituri limekuwa likikumbwa mara kwa mara na vitendo vya ukatili vinavyofanywa na makundi mbalimbali yenye silaha. FARDC inaendelea na mapambano dhidi ya makundi hayo kwa lengo la kurejesha amani na kuhakikisha usalama wa raia unapatikana kwa kudumu. Na kupitia taarifa hiyo fupi ndipo tunaendelea kuhitimisha matangazo yetu ya muda huu, ikiwa ni tarehe 17 Disemba mwaka 2025. Na ambao unaendelea kusikiliza ni Kivu News Info, ambao tunaendelea kukuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi, kabla kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme, vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia yetu na mazumuni yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi nawe endelea kutuandikia na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine cha kufanya, unaweza ukabonyeza kwenye titre na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza iza kuklikia itakupeleka moja kwa moja wewe kujiunga na channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itakupeleka moja kwa moja wewe kujumuika pamoja nasi kwenye grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo utasababisha usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa na kupostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Iteloje Longa, sina la ziada ila cha tu niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za awamu ya pili ya asubuhi ya leo ya tarehe 17 Disemba mwaka 2025. Na ni Kivu News Info, kisima chako pekee cha habari na burudani, na kila siku tunasema Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi acha nikutakie asubuhi njema, na huenda tukutane tena kwenye taarifa zetu zingine za baadaye.